Kama unafikiri PCOS ndio mwisho wa uzazi wako, basi hakikisha umesikiza video hii mpaka mwisho, kwa sababu itaenda kukuondolea hofu, lakini pia wasiwasi, na ujue ni kipi cha kufanya baada ya kufanya vipimo na kuambia una changamoto ya polycystic ovarian syndrome almaarufu kama PCOS au PCOS. Kabla hajamaliza video hii, hakikisha kwanza umefollow account kama ndio mara ya kwanza unakutana nayo, lakini pia ikiwezekana posti iweze kuwafikia wanawake wengine sana. Lakini kama kuna rafiki yako, unaweza ukamtumia naye akaweza kuisikiliza moja kwa moja. Kama ukiambiwa kwamba una changamoto ya PCOS, inamaanisha kwamba ovari zako zinafanya kazi, lakini kwa kiasi kile kinachofanya kazi ni kwamba hakina ule uwezo wa kukomaza mayai vizuri. Yaani mayai yanakuwa yanazalishwa, lakini hayakomai vizuri. Kwa hiyo sasa unaweza ukakuta inavuruga mzunguko wako, inaweza ikachochea mabadiliko ya kihormoni, hasa hormones nyingine, lakini pia kwa sababu changamoto inayochochea kwa kiwango kubwa kutokana na mabadiliko hususan ya insulin resistance ambayo ndio inayopelekea mwili kujiendesha hususan kwa swala zima la hormones kutokuwa vizuri, basi itapelekea wakati mwingine kubeba ujauzito na kuwa ni vigumu sana. Na huyu atakwambia pia hapati hisia za tendo la ndoa, anapata zile viashiria vyote vya kujikuta kama vile ni mjamzito, ila akipima hana. Ni kwa sababu tu ana changamoto ya PCOS. Kwa hiyo unapoambiwa una changamoto hii, ni kwanza uweze kupata either ni medical guidance hususani kwenye matibabu ya dawa, au muda mwingine unaweza kupata supplements ambazo zinaenda kuondoa changamoto moja kwa moja. Lakini pia huwa kuna njia nzuri ambayo ni ya kuweza kupata mwongozo ambao ni chini ya usimamizi. Ni kipi ufanye kwa wakati gani, kama ni dawa ni kwa muda gani uweze kutumia ili uweze kurudi kwenye hali yako ya kawaida. Nasema hivi kwa sababu tupo nawe katika safari ya kuitaomba, kwa sababu huenda kuna mtu ambaye anayekucheka kwa sababu ya kuwa na changamoto ya PCOS, ili hali ukiwaweka wanawake 10 mwanamke mmoja ana tatizo la PCOS. Kwa hiyo isikupe hofu wala isikupe wasiwasi, kwa sababu tumeweza kuwasaidia kina mama ambao walikuwa na changamoto hiyo wakawa vizuri. Kwa hiyo tunaweza tukawasiliana, tukaweza kukushauri ni kipi uweze kufanya, tuanzie wapi, na utaratibu na mwongozo, kila kitu, na ukawa vizuri na ukafanikiwa kubeba ujauzito chini ya programu yetu ya Nipo Nawe katika safari ya kuita mama. Karibu sana.